Yaani Okello rekodi aliyokuwa nayo unakumbuka msimu uliopita, yule ni kiungo kwanza. Lakini unakumbuka msimu uliopita pale Uganda Vipers, yeye alikuwa ndo anaongoza kwa magoli. Hiyo tu yenyewe ni moja kati ya kitu ambacho kinaonyesha kwamba yani na age yake aliyokuwa nayo. Ni moja kati ya kitu ambacho yani CV wasifu wake na performance yake, lakini pia hata ukiangalia style of play ambayo yeye anayocheza kwa maana ya movement zake pale, ni moja kati ya kitu ambacho unaona kabisa Yanga kuna kitu. Hata hizo gharama na yake walikuwa wanajadili, kuna watu walikuwa wanajadili hizo gharama, wanajadili tu na mshahara wake. Na hata kuna group moja la wachezaji sisi wa zamani kuna wakati hata mtu kuna wachezaji wa zamani sisi tulikuwa tunajadiliana mpaka tunasema eti hivi inawezekana ukaomba Mungu kurejesha umri nyuma, haiwezekani. Yani tunatamani na sisi fedha ni nyingi sana tungekuwa under 20 lakini kitu ambacho hakiwezekani. Kwa Okello kwa kweli, kwa performance yake, consistency performance yake aliyokuwa nayo, unaona kabisa kwamba Yanga na hata timu ambazo zilikuwa zinamhitaji. Unajua kwa mahitaji timu nyingi sana zilikuwa zinamhitaji kwenye ile dirisha dogo. Umesikia hata watani pia. Kuna watani, lakini kuna timu nyingi tu, yani apart from Tanzania, hata timu za nje ya Tanzania tayari zilikuwa zimeshamwangalia. Sasa kitendo hicho cha Yanga kufikia thamani na kuspendi fedha hizo, hiyo tu wenyewe inathibitisha kwamba malengo yao wala sio NBC Premier League. Malengo ni mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo lazima uchukue mchezaji ambaye anakidhi vigezo vya kuweza kuwa na mchango katika mechi za kimataifa. Kwa hiyo ukiangalia kwa Okello na changamoto ambayo Yanga wamekuwa nayo katika hii msimu tangia huu umeanza, unaona kabisa pale kuanzia katikati na kwenda mbele umeona kumekuwa na changamoto. Ndio sababu kwa mfano tangia Mzizi amekuwa na injury, unaona kabisa kwamba kuna kitu kimekosekana. Pengine hiyo ndio sababu ya kuweza kumtafuta Alan Okello. Sawa, tubaki hapo hapo kwa Young Africa. Nafasi yake ndani kikosi cha Young Africa, kwa sababu tunaona ni kiungo mshambuliaji. Lakini Young Africa pale wana watu wa design ile ambao pia wanacheza nafasi ile ya kiungo mshambuliaji na wametengeneza CV yao kubwa pia Young Africa. Alan Okello ni rahisi kiasi hicho au itakuwa na ugumu gani yeye kuingia kwenye kikosi cha kwanza? Sasa unajua zamani ndio ilikuwa kwamba sijui mshambuliaji, unajua siku hizi huwa inategemea na style of play ya mwalimu ambaye anaoingia nayo. Kuna mechi ambazo inategemea na mpinzani wako, umefanya analysis, umemgundua mpinzani wako ana weakness eneo gani, kwa hiyo utaingia na approach ipi. Ndio sababu kuna mechi nyingine unaweza kaingia na 4-3-3, washambuliaji watatu, viungo watatu. Wale unavyozungumzia washambuliaji watatu, awe anatokea kulia, awe anatokea kushoto, mwingine anatokea katikati, lakini wote ni washambuliaji. Kwa hiyo inategemea na approach. Yani katika modern football approach ndio huwa inaamua na kupewa jukumu. Kuna nyingine labda inaenda kuweka labda standing striker mmoja, 4-2-3-1, labda standing striker, mshambuliaji asimame mmoja ambaye ana uwezo wa kuhold mpira, ambao ana uwezo wa physical battle kugongana. Kwa hiyo inategemea sasa na approach ya mwalimu na mikakati ambayo atakayokuwa nayo. Lakini kwa Okello naona kabisa nafasi, kwa jinsi ambavyo Yanga imekuwa ikicheza, naona nafasi anaweza kuwa nayo. Maana yake kubwa huoga ni kupata nafasi kwa mara ya kwanza na kuprove, kwa sababu kocha ndio mnafanya mazoezi, lakini unapopata nafasi kwenye mechi huwa ukiprove kwamba kweli unakidhi, huwa tayari ndio inakuwa muendelezo. Ingawa mwalimu pia huwa kunakuwa na, anapokuwa na wachezaji ambao wanakuwa na uwezo unafanana, huwa ni advantage kwa mwalimu, kwa sababu unaweza hata kawa anafanya rotation kwenye mechi, kwa sababu kama ratiba itakuwa tight, itakuwa ratiba ngumu, nacheza mechi after 3 days, after 4 days, after 3 days, after 2 days, hapo mwalimu anaweza kawa anafanya rotation, lakini inategemea na consistency ya performance. Lakini kwa Okello naona nafasi anaweza kuwa nayo pale. Hapo Young Africa kuna namna ambavyo Young Africa, ukisikiliza mijadala ya wachambuzi wengi, wadau wa mpira, lakini pia hata mashabiki pia wanazungumza kuhusiana na usajili ambao Young Africa alifanya kwa mwanzoni mwa msimu huu, maana yake dirisha kubwa. Kuna baadhi ya sajili ambazo zimeonekana kutokufikia matarajio yale ambayo watu wengi walikuwa wanatarajia. Hili umelishuhudia na maoni yako pengine ni tofauti na hawa ambao wanafikiria hivi? Ni kweli kuna performance ya wachezaji ambayo unaona kabisa ni tofauti na kile ambacho kilichokuwa kinatarajiwa. Na hii sio mara ya kwanza. Hata unakumbuka wakati ule kuna Muangola yule alisajiliwa wakati ule, hata ujio wake wa Tanzania mchezaji kutoka Angola nani nishamsahau, Karinyo, hata kuingia kwake nchini unakumbuka ile unakumbuka ile kuingia kwake nchini. Lakini sasa kile ambacho alideliver ilikuwa ni tofauti na vile ambacho watu walitarajia. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho huwa kinathibitisha kwamba yani performance ya mchezaji, kuna vitu vingi sana performance ya mchezaji, kwa sababu anaweza ka perform kwenye ligi fulani
anaweza kaperform labda ligi ya South Africa, anaweza kaperform ligi ya Angola, au anaweza kaperform ligi ya Sudan. Lakini unapokuja hapa, mazingira ya hapa kwetu, moja kati ya kitu ambacho kwanza ni mazingira. Ni moja kati ya kitu ambacho lazima uadopt, kwa sababu nakumbuka hata kuna wakati fulani kipindi kile tunacheza, yuko mchezaji mmoja lakini sitaki kumtaja, aliwahi kuwa of course ndio shastaafu, alikuwa anashangaa kwamba kwa sababu ukienda kwao, ligi ya kwao ni kanchi kadogo, kwamba kusafiri wao unasafiri labda unatoka tu Dar es Salaam hapa mpaka umefika Kibaha, hapo tayari umeshamaliza mechi, unatoka Kibaha sana yani umerudi Dar es Salaam, labda yani kama mkoa wa Pwani, Dar es Salaam na Pwani. Sasa tunaposafiri sisi hapa tunatoka Dar es Salaam tunakwenda, wakati ule tunasafiri tena na basi tunakwenda kucheza Bukoba, tunatoka Bukoba tunatakiwa tukacheze na Majimaji Songea, tunasafiri. Sasa hiyo distance ya kwa anasema nchi yenu kubwa sana, nchi yenu kubwa sana. Yani kiasi kwamba yeye alikuwa hajazoea, lakini baadaye alikuja kuzoea. Kwa hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo huwa yani vinathibitisha kwamba utofauti pia. Sasa mtu anaweza kama amecheza labda ligi huko kwao labda misimu 4 misimu 5 ameperform, sasa unakuja hapa kumleta katika ligi yetu hapa, hasa kuadopt mazingira hayo, it will take time. Kwa hiyo ni miongoni mwa vitu ambavyo huwa vinathibitika kwa mchezaji kama huyu, unaona kaperform, lakini sawa. Engineer anapatia wapi kwenye usajili, kwa sababu inatajwa ni moja kati ya watu ambao wenye ushawishi mkubwa sana kwenye kusajili wachezaji ambao wenye profile kubwa wanaofanya vizuri, na kukimzungumzia pia Okello, vilabu vingi vilikuwa vinamhitaji, lakini engineer anafanikiwa wapi? Engineer kitu ambacho amefanikiwa kwanza kwa network alionayo. Katika football network is everything. Yani network, yani kwamba unataka mchezaji, unataka striker ambaye yani ana kila kitu ambacho kile wewe unaki. Sasa kwenye network ndio huwa inatumika kwamba mchezaji ambaye ameshacheza labda katika ndio yuko Afrika Kaskazini, Afrika Mashariki au Afrika Kusini au wherever bana, mwenye umri wa miaka fulani, ni moja kati ya kitu ambacho ukiwa na network huwa ni rahisi sana. Sasa kwa engineer ni moja kati ya kitu ambacho amefanikiwa sana, lakini kingine kikubwa ni mipango na mikakati ambayo yeye amekuwa nayo akiweka na kuifuatilia mwenyewe. Ndio sababu unamuona ndio technical bench ilipo pale kwa ajili ya kufanya analysis na kufanya decision, lakini muda wote unamuona engineer karibuni vitu vyote anafuatilia uwanjani. Ni moja kati ya kitu ambacho kinathibitisha yale maono aliyokuwa nayo, anafuatilia utekelezaji wake, kitu ambacho kimekuwa hata kinaamsha sana hata ile hamasa kwa wachezaji. Kwa hiyo ni miongoni mwa vitu ambavyo engineer ameviwezesha na kuweza kwanza kumotivate wachezaji, lakini pia hata kufanikisha hiyo mikakati ambayo yeye amekuwa akiipanga na kuisimamia yeye mwenyewe katika utekelezaji wake. Sawa, hiyo ni Young Africa. Kwa Simba Sports nao wametajwa kusajili wachezaji kadhaa, lakini pia kuna mchezaji kutokea Mbeya City bwana mdogo Mwangosi amejumuishwa kwenye kocha ya Simba Sports. Simba Sports pengine matatizo kwenye safu ya ushambuliaji yamefanya kuongeza mtu mwingine kwenye nafasi hiyo, lakini pia Simba Sports changamoto yake inaweza kuwa ni striker. Simba Sports pia hata kwenye safu ya ulinzi walikuwa na makosa ambayo walikuwa wanafanya. Kuna makosa ambayo yalitokea, kuna magoli aina magoli ambayo kuna mechi kama 3 hivi walifungwa magoli fulani hivi ambayo walikuwa wote almost yanafanana. Na moja kati ya mistake kwenye defense ilikuwa ni defensive discipline. Watu wanapozungumzaga defensive discipline, watu huwa wanafikiri labda kwenye defensive discipline yani ni labda ni kunyenyekea. Hapana, kwenye defensive discipline ni kufuata zile basic principle za safu ya ulinzi. Sasa sio mara moja, sio mara mbili, sio mara 3, yani beki kukamua mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya 3. Sasa ni moja kati ya vitu ambavyo kuna, ndio maana wewe kwenye defense huwa kuna mistakes na kuna unnecessary mistakes. Unaweza kufanya kosa ambalo kocha analielewa, lakini kuna unnecessary mistakes, yani kosa ambalo hata ustahili kutoa kwa sababu wewe ushaweka mpira pembeni, una riski kumpa beki wako ndani ambaye yuko na striker, unarudisha mpira ndani ili tu uendelee kupossess mpira. Hapana. Sasa ni moja kati ya vitu ambavyo sio mara moja, sio mara mbili, hata bilishawahi kujadiliwa ile defensive discipline. Kwa hiyo miongoni mwa maeneo ambayo yalitakiwa kuweza kuendelea kufanywa kazi, ingawa katika mabadiliko yaliyofanyika haya kuna wakati walionekana kuanza kurejea kwenye style yao of play, kwa sababu Simba style yao of play waga ni possession style of play, yani kumiliki mpira muda wote, kucheza pasi nyingi, kwa sababu ukicheza hiyo ingawa ni falsafa, kwa sababu wewe unaweza kuwa unamiliki mpira 80%, mimi namiliki mpira 20%, lakini nikipiga counter attack moja tu nikipata nafasi si kosi,
lakini wewe sasa unaweza usitengeneze nafasi kutokana na hiyo style yako of play, kwa sababu hakuna mtu anayetake risk pale mbele. Yani hakuna dribbler ambaye anayetake risk kulazimisha, kwa sababu kama pasi huwa haziendi lazima uwe na dribbler, mtu ambaye ana dribble analazimisha ili achezewe labda faulu au nini, vitu vya. Kwa hiyo kuna mistakes ambazo kwenye safu ya ulinzi wanatakiwa warekebishe, lakini pia pale kwenye shambuliaji hiyo inajulikana, lazima pafanywe maboresho pale kwenye eneo la ushambuliaji.